Mambo vipi mtazamaji wetu? Karibu sana kwa mara nyingine. Tunakushukuru kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Asante sana kwamba umesubscribe YouTube channel yetu. Leo tumepata blessings za kufanya interview na Agi Baby. By the way, ni miongoni mwa kina dada ambao wana inspire wengi na nadhani ulikuwa unatamani kusikia neno kutoka kwake. Na huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kuna maneno mengi ya hekima naamini leo tutapata kutoka kwake. Agi Baby. Poa. Kama kaa. I'm good. Hongera sana, umependeza. Kawaida yangu. Really? Yeah. Okay, no, furaha sana kwanza. Vipi, jana ulikuwa kwenye iftar au vipi? Wana local iftar jana wanafurahi sana. Of course nilikuwepo. Yeah. Nilifurahi kwa kweli like hivyo siku imeisha, tunamshukuru Mungu. Yeah. Watu walikuwepo wengi jana kwenye iftar na kuna vitu vingi sana ambavyo vilitokea usiku wa jana. Na mitandaoni mambo ni mengi sana ambayo yanazungumzwa sasa hivi. Kwanza ningetamani kujua before, wewe ni Mkristo au Muislamu? Mimi niko kote. Pokote. Yeah. Kwa hiyo upo kwenye mifungo miwili sasa hivi. Yaani mimi niko kwenye mifungo yote miwili. Okay. Miongoni mwa vitu ambavyo viliwapendeza watu wengi sana jana ni kuona kwamba Diamond amefanya kitu ambacho Mungu anapenda watu wote wafanye. Na kwa kweli mwitikio ulikuwa mzuri. Lakini jambo la pili pia ilikuwa kutambulisha product mpya ambayo ni ile Wasafi Soap sijui. Na naamini wewe ni miongoni mwa watu ambao ulikuja umepewa mche, kasikosei. Vipi unaonaje uwekezaji wa kijana kama Diamond kuendelea kuwekeza vitu vya namna hii kama msanii mwenzio, kwako hiyo unaichukuliaje? Kwa kweli mimi kwanza nampongeza sana Diamond kwa sababu amekuwa ni kijana ambaye ni mfano sana. Anafanya vitu vingi vikubwa ambavyo kwa wasanii wengine hawavifikirii wala hawawezi kuifanya kwa haraka, lakini yeye ameweza kuinvest vitu vingi vikubwa. Yaani anaonyesha mfano mzuri sana kwa wasanii ambao tuko nyuma kwamba tukumbuke tunafanya sanaa lakini investment ni muhimu, kuna maisha baada ya sanaa. Kwa hiyo kitu alichokifanya ni kizuri sana, nampongeza sana. Yeah. Okay, licha ya Diamond kutangaza hizo product zake jana, bado tu leo kumeibuka tena na mijadala. Kama unavyojua Wabongo, mijadala imeibuka na mingine ni kati ya wageni waalikwa waliokuepo pale jana. Wanadai kwamba Diamond sio miliki wa Wasafi Soap. Anatumia tu platform ya mtu kawekeza hela kwake. Kwa unavyomuona Diamond, sawa, inawezekana uko before hizo stories zishakuaga, lakini unavyomuona Diamond wa sasa, bado kuna matajiri ambao wanaweza wakafanya naye ili kutumia jina lake, au naamini kwamba ile ni ona yeye mwenyewe? Mimi bwana, kwa sisi wasanii, mimi niamini au nisiamini, yani niko katikati kwa sababu alishakuja huko nyuma na Diamond Karanga, Malachibu Perfume, lakini end of the time havipo, viko wapi? So baadaye tukajua kwamba kuna investment ya mtu katumia jina lake. Kwa hata hii I'm pretty sure inaweza pia isiwe kwake. Yaani mimi naweza nikaamini hilo. Inaweza kawa tu investment ya mtu katumia, lakini tutaona lakini I'm not sure pia kama ya kwake. Okay, lakini kwa upande wa wasanii wa kike pia hii tuseme kwamba nyinyi pia mnayo, kwa sababu sasa hivi tunawajua wengi wenu mnamiliki maduka. Mnauza nywele pure, nywele original. Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao unauza nywele ambazo zina sifa nyingi sana, watu wengi wanazisifia. Tuseme kwamba na nyinyi upande wenu kina dada, hizi lipsticks, sijui mara nini, mara products za ngozi na nini, na nyinyi pia kuna watu wako behind, au ni fedha zenu nyinyi wenyewe ambao ndio mna invest? Kuna biashara na biashara. Huwezi kuona msanii wa kawaida ambaye ana biashara kubwa sana ambayo tofauti na income yake ukasema ni ya kwake. Hapana. Biashara it depends. Kama biashara yangu unaona kabisa ni biashara ambayo ipo hata mtu akadeza ka afford kufungua, you know. Lakini una biashara mtu afungua eti kampuni alipostiki au kampuni sio kitu fulani, sio yeye huyo. Yaani huyo kuna mtu nyuma katumia brand yake au katumia jina lake, au kuna mwingine msanii anataka tu aonekane na kitu kikubwa, lakini sio yeye. Yeah. Okay. Jana kipindi mpo ndani mle, alipita kwenye red carpet. Ngoja tu nimtaje. Naye alipita kwenye red carpet. Akawa anafanywa mahojiano, akadai kwamba nywele yake ni ya $3,500. Lakini vile vile akasema saa lova ni ya $3,000. Mimi naamini wewe ni miongoni mwa wanawake ambao tunajivunia sana hapa Bongo kwa sababu umetembea sana.
na haya masuala ya nywele umekuwa mtu ambaye unajua soko zote, unajua huyu kavaa original, huyu kavaa fake, huyu kavaa ya hivi, huyu kavaa ya vile. Tunaomba tupate ukweli, kwa sababu tumekuwa tukiona watu wanatuambia nimevaa nywele ya milioni 20. Watu wanajiuliza au kama mtu anavaa nywele ya milioni 20, kweli hizi nywele zipo au vipi? Kwanza hakuna nywele ya milioni 20. Nataka niongee hilo kitu. Sisi ambao tunauza hizi nywele tunajua hakuna nywele ya milioni 20. Ukiona mtu kaposti kuna nywele ya milioni 20 ni mongo. Yaani bidhaa yake kwanza natakiwa itazame vizuri. Hakuna nywele ya milioni 20. Maybe like ununue nje Tanzania, lakini sio Tanzania. Hujafikia huko bado. Lakini cha pili, mtu kama yule, yani maisha yake ukiona tu hawezi kuhimili nywele ya milioni 20, anahimili vipi nywele ya 20? Yeye maisha yake anajitafuta. Yani hata kumwambia ana nyumba hana, akiwanja hana, ananoje nywele ya milioni 20? Sijui saa milioni ngapi. Hiyo ni childish. Dola 3000 ni sana milioni 7 hivi, 7 kwenda hadi 8. Watu wanajiuliza inawezekana kweli mtu kama Nai akamiliki saa milioni 8? Haiwezekani. Maisha yake bado anajitafuta sana. Anajitafuta sana. Kumiliki kitu kama hicho ni kikubwa sana kwake. Naona angemiliki kama hicho ukishangaa ameweka risiti mpaka anadhewa anavotoa pesa. Lakini kama anasema tu hiki milioni 20 wakati hajaona risiti yoyote, naona ni mongo. Yaani aishi maisha yake real, so fake. Ni tofauti gani ya nywele ambayo anauza Agi Baby na nywele za wauzaji wengine hapa Dar? Actually nywele zangu mimi naziamini hazitoki hapa, sio za Tanzania. Nywele zangu zote zinatoka French from Dubai, Vietnam, yani Myanmar, yani ni very different. Yani nazichukua kule kwenye kampuni wananitumia naziweka, lakini sio nywele za kusema eti naenda kuchukua China. Wauzaji wengi Tanzania nywele wanachukua China. China bado hakuna quality nzuri ya nywele. Quality ya nywele ipo huko Brazil wapi ambao mimi ndo nachukua kule, lakini sio China. Yeah. Nini ambacho unaona competition kubwa kwenye hizi biashara ambazo mnazifanya nyinyi kina dada, especially nyinyi ambao mnauza nywele? Mimi sijaona competition so far kwa sababu mimi naamini bidhaa yangu iko tofauti na watu wengine. Mtu mwingine akiingia kwenye duka langu akiangalia bidhaa yangu lazima arudi kununua. Atazunguka maduka yote lakini hawezi kupata quality ninayouza mimi. Kwa hiyo kwangu mimi sina competition, naamini ninachokiuza. Na kama nyinyi wasanii, why inakuwa inatokea sasa mkiwa mbele ya kamera, kwa mbele ya waandishi wa habari mnaongea uongo? Yaani unasema nimedress hapa kwa sababu jana tukisema mfano wa Nai, ukisikiliza alivyozungumza jana, it means kwamba alivyodress jana ni zaidi ya milioni 25. Tukipiga hesabu ya vyote, kwanza hiyo saa, sijui nywele, nguo, viatu na nini, kwa sababu tu saa na nywele zilifika kwenye milioni 19 hadi 20. Bado nguo na nini na nini na nini. Kwa nini mnakuwa mnafanya hivi wasanii? Mnahisi kwamba ndio mnatengeneza brand zenu zionekane kubwa sana, au ndio mnakuwa mnachukuliaje mashabiki? Mimi I think kwa mtu kama yule kuongea vile kwa sababu anaonekana alivyovaa. Unajua usidanganye watu wakati unaonekana ulivyo. Nguo yeye mwenyewe anaiuza. Unakuta na yeye mwenyewe anasema anauza 150,000. Kwa hiyo kashataja bei ya nguo. Alafu akija kwenye ambapo nimenunua milioni 5. Unajua wewe mwenyewe unapojipotezea wateja Kwa real yani, kama wewe unafanya biashara be true. Hii nguo yangu 150,000 mtu akiona pendeze, afutiwe nayo je dukani kwako kununua. Unasema nguo milioni 5. Wewe mwenyewe unaposti 150,000. Unategemea watu wako wanakuchukuliaje? Kwa hiyo mimi napenda dada yani tusiwe fake. Ongea maisha yako halisi. Una uwezo wa kutumia milioni 2, kweli onyesha kama unaweza kutumia milioni 2. Sio una uwezo wa kutumia laki unasema milioni 2. No, unajikoseshea heshima.